Hamjambo mtazamaji wa televisheni La Voix d'Uvira TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa ya Janvier Emmanuel Kaluhia ni kukaribisha kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Ikiwa uko pamoja nasi, tukutakia kabisa asubuhi njema na mchana mwema kwako yenye kuwa na mafanikio kwa kuendelea kufuatilia vipindi vyetu vya kila siku kupitia televisheni yako. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Vituo vyetu vinapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jiji na tarafa letu la Uvira, ambapo kila leo matangazo yetu tunakuja kupeperushia kupitia televisheni yetu. Leo ni tariki 6 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Niseme asante kabisa kwa wale wote ambao wanaendelea kufuatilia vipindi vyetu kupitia habari zetu za kila siku, kuendelea kusapoti kazi za televisheni yako. Kuna nambari yetu ya WhatsApp ambayo iko hapo chini, au ukiwa na maoni au pendekezo, au ukiwa unahitaji tukuunge kwenye group letu la WhatsApp, moja kwa moja unaweza kutuandikia na tutakwenda kujibu kabisa bila hata tatizo, tukiwa tunaangazia habari zetu za kila siku. Habari zetu kama vichwa vya habari ambavyo vitakavyogusia kwa siku ya leo, tutaweza kugusia kuhusu kauli kubwa ambayo iliyotolewa nayo General Ngoma Nzito, akitaja kuwa wazalendo wote kabisa wanatakiwa kuondoka katika mji wa Uvira na kujielekeza moja kwa moja kwenye shamba la vita. Haya ameyazungumza baada ya kugundua kuwa kuwa na milio ya risasi ambayo inasikika kila leo kiolela katika mji na tarafa la Uvira. Kauli hiyo ikiwa imetolewa na kutaja kuwa siku 3 zitatolewa kwao ikiwa hawataondoka, basi sheria itafanya kazi zao. Pia tukujuza kuhusu jeshi la anga la FARDC ambao limedai kabisa kuharibu mfumo wa kupambana na makombora ama antimisili ambayo iliweza kabisa kuwekwa na jeshi la Rwanda katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kutaja kuwa huko maeneo ya Lubishi siku ya Ijumaa tariki 5 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Na pia tutakujuza kuwa kabisa kuliweza kuripotiwa mapigano yaliweza kuripotiwa kuanza asubuhi mapema ya hii siku ya pili ya tariki 5 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 eneo ya Lubishi huko maeneo ya Katale wilaya ya Kalehe, kati ya mapigano yaliyoshirikisha waasi wa M23 pamoja na wazalendo, na kujua kabisa hali kwa sasa ikiwa inaendelea kuwa tete mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa mwisho kabisa tutaweza kabisa kumalizia na uchambuzi wa habari zetu za kila siku ambazo tunaweza kuletea kupitia televisheni yako. Basi tuseme asante kuendelea kufuatilia vipindi vyetu. Haya na mengine tukaribisha kuweza kuungana nasi katika habari zetu za kila siku. Tuanze kabisa na habari hizi za kauli yake Delfe Kalembe Ngoma Nzito, ambaye aliweza kutaja kuwa ametoa wito kwa wazalendo wote hasa kuweza kuondoka katika mji wa Uvira na kuweza kujielekeza kwenye mstari wa mbele kabisa katika eneo ya mapambano kwa kuhakikisha kurejesha amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Delfe Kalembe Ngoma Nzito aliweza kuyadhibitisha kama generali wa kikosi maalum cha wazalendo. Amewataka wapiganaji walioko mjini Uvira kuondoka kabisa katika maeneo ya mji na kuelekea kwenye mstari wa mbele wa mapambano. Wito huo ulitolewa Jumatatu ya tariki 5 Mei mwaka 2026 baada tu ya mazungumzo yake Jacques Kangolo, mshauri wa rais wa jamhuri anayeshughulika tu na masuala ya kijamii na utambulisho kati mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wito huo ambao umeweza kutolewa, wito kitaja kuwa ni vema kabisa mshikamano na kuishi kwa amani kati ya jamii mbalimbali, hasa katika kipindi hiki chenye hali ya mvutano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. General Ngoma Nzito alitaja kuwa ni vema waweze kuishi kwa pamoja na kushirikiana kwa pamoja, hasa kuweza kujiunga kwenye mstari wa mbele kuhakikisha wameweza kugundua adui na kuweza kuendelesha na mapambano hadi pale maeneo ya Bukavu. Wazalendo kwa kweli na wale ambao wanaodai wanatumiwa na adui
wakiwa wamejidai kuwa ni majenerali watajulikana baada tu ya uchunguzi ambao utakapofanyika. Ameeleza kuwa uwepo wa wapiganaji wenye silaha mjini Uvira inaweza kusababisha madhara kadhaa katika mji na tarafa letu la Uvira, hasa wale viongozi ambao wanaotumia pombe kiolela. Ametangaza muda tu ya siku 3 ambao umetolewa kwao waweze kuwa tayari wameondoka, huku akigusia kuwa kutakuwa ujio wa viongozi wa moja katika mji wa Uvira ambao wataonekana na wachungaji wao ama wa escort wao ambao watakuwa wadogo, na hawa watakuwa wanakuja na kurudi, kwa kuwa kwenye shamba la mapambano ndipo wote kabisa wanatakiwa kukaa. Haya yamekuja baada tu ya siku kadhaa ambapo kila leo milio ya risasi inaendelea kuripotiwa, hasa hili tukio la tariki 4 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 ambalo lililotukia pale maeneo ya Kasenga iliyosababisha maafa ya mtoto mmoja wakati wa mvutano wa viongozi wa wazalendo wenyewe kwa wenyewe. Tuliweza kujuza kuwa Jenerali Fieka Adui alikuwa tayari amewekwa mbaroni, lakini hiyo jana aliweza kuachiliwa huru baada tu ya viongozi wa wazalendo kuingilia kati. Habari hizi zikiwa ni habari za ukweli kabisa zenye kuwa za uhakika na ambazo zilizochunguzwa. Wakaazi wa pale maeneo ya Kasenga waomba kabisa ushirikiano wa viongozi wa wazalendo na hasa kuheshimu kauli ya Jenerali Ngoma Nzito ili wazalendo wote waweze kujielekeza kwenye mstari wa mbele. Vitendo vya ukatili kutoka kwa watu wenye silaha, amesisitiza kuwa wazalendo wana jukumu la kulinda raia wote wa Kongo bila hata ubaguzi wowote. Ikiwa tunaendelea na taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, habari zetu zinaangazia kuhusu vita vinavyojiri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huko Bukavu, jeshi la anga la FARDC limedai kuharibu mfumo wa kupambana na makombora ama antimisile wanajeshi wa Rwanda kati eneo la Lubishi siku ya Jumatatu ya tariki 5 mwezi wa 5 mwaka 2026. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, operesheni hiyo ilifanyika kwa kutumia ndege zisizo na rubani ama drone kwa kifupi, ambapo walishambulia na kufanyikiwa kulipua mfumo huo umewekwa kwenye vilima vinavyozunguka eneo hilo. Hata hivyo, taarifa zingine zinaeleza kuwa kuna mfumo mingine ya makombora pamoja na vifaa vyake antimisili kati ya eneo ya Nyangezi ambayo inadaiwa kuelekea upande wa mji wa Uvira. Taarifa hizi ambazo kabisa bado hazijakamilishwa, lakini jambo hili ambalo limeanza kuonekana kudai kuwa kazi hizo, operesheni za kijeshi zimeanzisha, zinaweza zikafanyikisha na kuweza kuweka nguvu nyipya kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kushusha nguvu za adui M23, kwa sababu anga yote tayari ilikuwa imefungwa na waasi wa M23. Muda wote walikuwa wakituma droni zao zinafika Uvira na kurudi, jambo kwa sasa ambalo linaweza kuwa ngumu kwao. Tunaendelea na taarifa zetu za habari. Ukiwa na maoni au pendekezo, nambari yetu ya WhatsApp iko hapo chini. Ikiwa utakuwa na maoni moja kwa moja, tunaweza kukujibu kutokana na ujumbe wako ambao utakuwa umeandika, ikiwa wa maandishi au wa sauti. Habari zetu tukiwa moja kwa moja tumetoka pale Bukavu na tumejielekeza huko maeneo ya Fizi. Huko Fizi, licha ya vita, kuna juhudi za ndani za kujenga tena amani katika maeneo ya milima ya juu ya kati ya Fizi katika mkoa wa Sud Kivu. Hali ya usalama bado kabisa ni changamoto ya kila siku kwenye barabara ya Baraka na huko maeneo ya Bibokoboko. Wanajeshi wa Kongo FARDC pamoja na wale wa Burundi wanaendelea na operesheni za kulinda raia katika eneo linalokumbwa na migogoro ya mara kwa mara ya kivita, hii ikiwa ikileta mzozo mkubwa katika vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, mbali na mapigano, kuna juhudi mbalimbali za ndani zinazochipuka na kuwa zinalenga kurejesha amani ya kudumu
mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo raia wengi kabisa wakiomba serikali kuingilia kati ili kufanikisha kurejesha amani ya kudumu maeneo ya huko katika tarafa la Fizi, ambapo kila leo kuna kuwa mavamizi wa waasi wa M23 Twigwaneho Android Redi Tabara, ambao wanaendelea kuangamiza maisha ya raia wengi wa maeneo hayo. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mujibu pamoja na wazalendo watakiwa kujitolea kimasomaso kufanya kazi kwa pamoja ili kurejesha amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ikiwa tunaendelea na taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, mapigano yameripotiwa kuanza asubuhi mapema kuanzia saa 1 hadi saa 3 asubuhi katika eneo la Lubishi pale maeneo ya Kitale wilaya ya Kalehe kati ya wapiganaji wa wazalendo na waasi wa M23. Eneo hilo lina mzozo mkubwa kuwa la kimkakati sana, ambayo kila leo waasi wa M23 wanaendelea kuvamia vijiji kadhaa kupitia kuvamia ngome za jeshi la taifa pamoja na wazalendo, hasa kwenye milima inayoinukia huko maeneo ya Lubisha, ambako pande zote mbili zinajaribu kudhibiti nafasi muhimu za kijeshi. Hali ilivyo sasa, mapigano kabisa yaliweza kuripotiwa mpaka mchana kati kutokana na habari na taarifa ambazo tulizozipata zikitaja kuwa jeshi la taifa pamoja na wazalendo wakiwa kwenye kipaumbele kutaka kabisa kumfurusha adui kutokana na uvamizi wa kila leo. Mashambulizi ni magumu kuhani ya sasa, na huku waasi wakitaka kuondosha jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo eneo hilo, jambo ambalo limekuwa nguvu kwao na ikiendelea kuleta msukumo mkubwa wa kisiasa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kalehe ni moja ya maeneo yenye mapigano makali kwa sasa kati ya M23 na vikundi vinavyoshikilia silaha FARDC pamoja na FARDC maeneo hayo, huku wazalendo kabisa wakichangia kwa kiwango kikubwa hali ya kudhibitisha baraka na nafasi zingine, ambapo kila leo milipuko ya risasi ikiwa inaendelea kushuhudiwa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jeshi la FARDC limepinga hatua kubwa katika eneo la Kalehe katika operesheni ya hali ya juu na yenye usahihi mkubwa. Wanajeshi wetu jasiri wamefanyikiwa kuharibu mfumo wa adui wa kujilinda dhidi ya makombora iliyokuwa kabisa ikitumiwa na jeshi la Rwanda RDF pamoja na washirika wao M23. Mambo muhimu kadhaa ambayo tunaweza tukakariri ya adui. Mfumo ulinzi wa adui umeharibiwa kabisa, jambo linalofungua mshabara mkubwa na kuonesha kuwa lengo la FARDC pamoja na wazalendo wanaweza wakafanikisha kabisa umuhimu wao katika vita ambavyo vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa kumaliza, mtazamaji wetu wa taarifa zetu za habari, tuanze kabisa tujiunge moja kwa moja na habari za uchambuzi wetu wa vita ambavyo vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Umesikia kuwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tayari FARDC limegundua mfumo kabisa wa kuweza kutegua mitego ambayo ilikuwa imewekwa, hii ambayo iliweza kuwa imewekwa pale maeneo ya Lubishwa, ilikuwa imewekwa nyingine pale maeneo ya Bukavu pale Nyatende, ambapo wanavizia kabisa kufunga anga ili drone za FARDC zisiweze kupaa hangani, na wao wakiwa na umuhimu kabisa wa kupandisha drone maeneo yote. Kwa hiyo mfumo huyo baada ya kuanza kugundulikwa na kuweza kuanza kubomolewa, umesikia kuwa huko maeneo ya Kale Katale kule kuliweza kufanyika makubwa sana wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yafanya, na hii kabisa inaanza kuleta matumaini kabisa makubwa kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na pia kuhusu kauli yake Jenerali Ngoma Nzito ambayo imeonyesha umuhimu wa wazalendo na kutaja kuwa wazalendo halisi wanatakiwa kwenda kwenye shamba la vita, na utakuta kila leo wazalendo wanatembea barabarani, wengine wanatumia pombe kiolela. Hii ni moja kati ambayo inaweza kuonesha nguvu nyepesi na kuwapa adui tena kipaumbele, kwa sababu muda wote wanavizia kuingia Uvira. Kwa hiyo ni lazima waweze kushika kauli ya Ngoma Nzito, waweze kujielekeza huko kwenye shamba la vita, waende kuongeza nguvu, na ikiwa watakuwa na besoin ya kurudia Uvira
Uvira, kama vile General Ngoma Nzito aliweza kusema. Kuna wale ambao waweza kuja wanaomba kibali katika, wanakuja Uvira wako matenisi hivi, au wanakuja na kiongozi anakuja na wasikoti wawili watatu. Hapana, wale ambao walikuwa wanakuja tena mlolongo, unakuta mtu anajiita general iko na wasuda 10, 15 wote wanamfuatilia kwa pamoja. Na wakati wale wangekuwa kwenye shamba la vita, wanaweza wakafanyikisha kuongeza nguvu kwa wengine na wakaendelea na mapambano na wakatoa adui ambaye yuko pale Sange, ambaye iko muda mrefu pale. Na habari ambazo tuko tunazipata kila muda, adui anaendelea kuongeza nguvu pale Sange, kuangalia namna gani tena anaweza kuvamia jiji na tarafa letu la Uvira. Ni heri tuweze kupatana na waweze kuishi kwa pamoja, kama vile ushirikiano wao uko mkubwa kati ya wazalendo pamoja na jeshi la FARDC. Na ni hapa ndipo tunafika mwisho kabisa wa taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, taarifa ambayo imesomwa kwenu naye Janvier Emmanuel Kaluya. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kabisa kujiabone kwenye channel yetu, kulaki pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Habari zetu ambazo tulizozungumzia kusikia leo, tulizungumzia kuhusu vita pale maeneo ya Kitale pale kwenye tarafa la Kalehe, ambapo kuliripotiwa mapigano kati ya waasi wa M23 pamoja na wazalendo, ambao kabisa mpaka sasa hali kwa sasa inaendelea kuwa tete kwa upande wa M23. Na pia tuliweza kujuza kuwa jeshi la FARDC huko maeneo ya Kalehe liweza kutegua mtego ambao ulikuwa wa kuweza kumiliki kombora ama antimissile ambao ulikuwa umetegwa na jeshi la Rwanda huko maeneo ya Bukavu, ambapo kwa sababu tulizozipata kuwa jeshi la FARDC tayari liliweza kulipua mitego hiyo ambayo kabisa iliweza kuwekwa na kuweza kudhibiti anga ili kazi zao za FARDC zifanyike vizuri katika mapigano ambayo yanayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa mwisho kabisa tuliweza kujuza kuhusu hali ya sasa kupitia mzozo wa kivita ambao unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sasa katika tarafa la Fizi, huku kukiwa jitihada kubwa ambazo zinatakiwa kufanyika ili kurejesha amani ya kudumu katika maeneo ya barabara ya Baraka na huko maeneo ya Bibokoboko. Chenye kuwa na mwanzo lazima kiweze kuwa na mwisho, na ni hapa ndipo tunakomesha habari zetu za kila siku, taarifa ambazo zimeletwa kwenu na Janvier Emmanuel Kaluya. Niseme asante kwa kuendelea kutufuatilia. Asubuhi njema na mchana mwema kwako. Kwaherini.